Watu wengi sana wamekuwa wakisema ya kwamba Biblia imeandikwa na watu mashuhuri wenye akili sana duniani. Lakini pia watu wengine wamekuwa wakisema ya kwamba Biblia bwana imeletwa na mkoloni. Yaani hayo ni maandishi ya wazungu ambayo waliandika katika akili na hekima za hali za juu sana, ili kuweza kutuweka sisi katika umateka na utawala wao. Lakini leo ngoja nikuambie kuna siri juu ya uandikaji wa Biblia hii. Biblia bwana imeandikwa chini ya uweza wa nguvu za kiungu. Je, siri hii ni ipi? Biblia yenyewe inaeleza wazi kuwa waandishi hawakuandika kwa akili zao, bali waliongozwa na nguvu ya Mungu. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 1 na mstari wa 21, ninanukuu: maana unabii haukuletwa kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Je, maana yake hii ni nini sasa? Roho Mtakatifu ndiye aliyewaongoza waandishi. Waandishi hao kama Musa, Yeremia, Paulo na wengine wengi ambao waliandika sehemu za Biblia. Hawakuandika mawazo yao, waliandika yale yaliyotoka kwa Roho Mtakatifu. Yaani ni kama mfano mdogo tu wa mtu ambaye anaandika barua, lakini maneno ya kuandika yanatoka kwa mtu mwingine. Musa aliandika kwa mtindo wa sheria. Daudi aliandika kwa mashairi. Paulo aliandika kwa mafundisho. Lakini chanzo cha ujumbe kilitoka kwa Roho Mtakatifu. Huyu ndio aliwapa nini cha kuweza kuandika. Roho Mtakatifu alihakikisha hakuna makosa kwenye ujumbe. Hii ndio maana inafanya Biblia iwe ya kuaminika, yenye mamlaka, isiyopingana na kiini chake. Kwa sababu hiyo, Biblia si kitabu cha kawaida. Ni neno la Mungu lililo hai. Ndio maana linaweza kugusa moyo, kubadili maisha, kutoa ufunuo. Hiki ndicho tunapaswa kuelewa siku hii ya leo. Waandishi waliandika, lakini Roho Mtakatifu ndiye aliyesema nao. Basi naamini siku ya leo, mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, utakuwa umeelewa zaidi kwamba Biblia haikuandikwa kwa utashi wa wanadamu, bali iliandikwa chini ya uweza wa Roho Mtakatifu. Biblia ni ya kuaminika, ina siri ya wokovu, ndani yake ina maonyo, ina ujumbe wa uzima wa milele na upendo wa Mungu na uumbaji. Mungu akubariki sana. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles. Uwe na siku njema. Bye.